الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumapili ya kuamkia tarehe 9 mwezi wa Rabi'in al-Awwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 31 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 miladia. Tunaendelea na sharh al-usul al-thalatha. Tumefikia kuelezea, baada ya kuelezea arkanu la ilaha illa Allah, nguzo za la ilaha illa Allah, kadhalika shurutu la ilaha illa Allah, masharti ya la ilaha illa Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دليل يا شهادة هي شهادة أن محمد رسول الله، dalili yake ni kauluhu ta'ala: laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutokana na nafsi zenu. Azizun alayhi ma anittum, ni uzito kwake kupata tabu kwenu. Harisun alaykum, ni mwenye pupa juu yenu. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini mtume huyu ni mwenye huruma, mwenye raufun rahim, mwenye huruma sana. Hii ni dalili ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutokana na nafsi zenu. Azizun alayhi ma anittum, ni uzito juu yake kupata tabu kwenu. Harisun alaykum, ni mwenye pupa kwenu. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole na ni mwenye huruma sana. Qala: wa adillatu shahadati anna Muhammadan rasulullah kathira, dalili za kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah ni nyingi. Min alkitabi was sunna, katika Qur'ani na hadithi. Wal mu'jizati albahirat, na miujiza ya wazi. Adallati ala risalatihi sallallahu alaihi wasallam, miujiza inayofahamisha ujumbe wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala: wa min alkitabi hadhihi alaya, katika Qur'ani dalili ya ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya hii ya mwisho wa suratu Tauba. Yaqulu ta'ala: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Qala: fahadhihi shahadatun min Allah lihadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam birrisala. Hii ni shahada kutoka kwa Allah ya kumshuhudilia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ujumbe wake, kwamba ni mjumbe wa haki kutoka kwa Allah azza wa jalla. Idhan fahadhihi shahadatun min Allah lihadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam birrisala wa bayanu sifatihi, pia kuweka wazi sifa zake mtume huyu kwamba ni azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam alizomsifia Allah azza wa jalla katika Qur'ani. Qawluhu ta'ala: laqad ja'akum, allamu hadhihi lamul qasam, hii ni lamu ya kiapo. Laqad ja'akum hadhihi lamul qasam, hii ni lamu ya kiapo. Fafiha qasamun muqaddar, kuna kiapo kilichokadiriwa. Takdiruhu wallahi laqad ja'akum, na hapa kwa Allah amekujilieni mtume.
ndio maana hadhihi lamu lamul qasam fafiha qasamun muqaddar, ndani yake kuna qasam iliyokadiriwa, kiapo kilichokadiriwa. Takdiruhu, takdiri yake wallahi laqad jaakum. Qad harfu tahqiqin wa ta'kidin ba'da ta'kid. Qad hii ni harfu ya kuhakikisha jambo na kusisitiza baada ya kusisitiza. Qad hii ni harfu ya kuhakikisha jambo, ndio wa ta'kidin ba'da ta'kid, na ni kusisitiza baada ya kusisitiza kwa alamu hiyo ya kiapo, halafu akaongezea Allah na qad kusisitiza zaidi, wallahi qad jaakum. Kwa ni taukid baada taukid. Taukidi ya kwanza ni qasam, taakidi ya pili ni hii qad. Jaakum ayuhan nas, amekujilieni enyi watu wote, si waislamu peke yao, la, watu wote. Hadha khitabun li jami'i nnas, hii wanaambiwa watu wote, lianna risalatahu sallallahu alaihi wasallam ammatun li jami'i thaqalaini al-insi wal jinn. Utume wake Mtume sallam unawaenea thaqalaini wote, watu na majini. Thaqalaini ni watu na majini. Kwa utume wa Muhammad sallam si kama utume wa mitume mingine. Mitume wengine kila mtume amepelekwa kwa jamaa zake, kila mtume alipelekwa kwa jamaa zake na ni mjumbe wa jamaa zake, lakini Mtume sallam ni kwa jamaa zake na wasiokuwa jamaa zake. Rasulun qala huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bitablighi. Rasul ni yule aliyepewa wahi wa sheria na kuamrishwa aifikishe sheria hiyo. Hadha huwa rasul, huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bitablighi, ni aliyepewa wahi wa sheria na kuamrishwa aifikishe sheria hiyo kwa watu. Summiya rasulan liannahu mursalun min qibali llahi subhanahu wa ta'ala. Ameitwa rasul kwa sababu ametumilizwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio akaitwa rasul, mwenye kutumilizwa. Min anfusikum ay min jinsikum min albashari, mtume huyu anatokana na jinsi yenu ambayo ni watu. Walaysa malakan min almalaika, si malaika katika malaika wengine. Mtume ni mtu kama nyinyi. Ay min jinsikum min albashari walaysa malakan min almalaika, si malaika katika malaika wengine. Qala Sheikh hafidhahullah, wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala an yursila ila albashari rusulan minhum min ajli albayan. Hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatumilizia watu mtume katika wao kwa ajili ya bayana, kuwawekea wazi ili wamfahamu, wamwelewe. Ni katika sunna za Allah azza wa jalla kwamba akipeleka mtume kwa watu, anapeleka mtume katika watu wenyewe kwa ajili ya bayan, kuwabainishia. Wa min ajli an yatakhatabu mahum, ili azungumze nao. Waliannahum ya'rifunahu, sababu wao wanamjua. Qala law arsala ilayhim malakan mastata'u an yatakhatabu ma'ahu. Lau Allah angewatumilizia malaika, ingekuwa mtume wa watu ni malaika, wasingeweza kuzungumza naye wala kumuona, wasingeweza kuzungumza na malaika huyo. Liannahu laysa min jinsi, sababu malaika si katika jinsi ya watu. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yati almalak, vile vile watu hawawezi kumuona malaika. Liannahu laysa min jinsi, sababu malaika si katika jinsi yao. Kwa ndio maana ametumiliziwa mtume katika watu. Laqad jaakum rasulun min anfusikum. Idhan min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an arsala ila an-nasi rasulan min jinsihim. Wa huruma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwapelekea watu mtume katika jinsi yao wenyewe watu.
makafiri walisema Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an Quraish, وقالوا لولا أنزل إليه ملك قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو tungemteremshia malaika laqudhiya al-amru, wangemkadhibisha, mambo yangemalizwa hapa hapa, wangeangamizwa bila kupewa muda wote. وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Kwa malaika hawamuoni, watazungumza naye vipi? Kile mtume wanamuona, ni katika jinsi yao, anazungumza nao na kuwafundisha. Ingekuwa mtume ni malaika, ingekuwa vipi? Isingewezekana. Anasema walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alayhim ma yalbisun. Lau tungejalia mtume ni malaika, tungemfanya ni mtu kama kawaida, tusingemfanya ni malaika. Kwa sababu tungemfanya ni malaika, la labasna alayhim ma yalbisun, ingewatatiza. Wangezungumza vipi na malaika huyo? Ingekuwa mtume ni malaika, mtume wa watu ni malaika, isingewezekana. Unaelewa? Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alayhim ma yalbisun. Qala bal wa min al-arabi, bali mtume huyu ni kutokana na Waarabu. Wa min ashrafi buyuti al-arabi nasaba, na anatokana na tukufu ya nyumba za Waarabu kwa nasaba, Makuraish. Min bani Hashim alladhi hum ashrafu ansabi Quraishin, katika watoto wa Hashim ambao ndio watukufu wa nasaba za Makuraish. Wa Quraishun ansabu ashrafu ansabi al-arab, Quraish ndio nasaba tukufu katika nasaba za Waarabu ni Makuraish. Fahuwa khiyarun min khiyarin, kwa yeye mtume ni mtu bora kutokana na watu bora. Yaarifunahu, wanamjua, wayaarifuna shakhsahu, wanajua utu wake, wayaarifuna nasabahu, wanajua nasaba yake, wayaarifuna qabilatahu, wanajua kabila lake, wayaarifuna baladahu, wanajua mji wake aliozaliwa. Qala walau kanu la yaarifunahu fakaifa yusaddiqunahu, la ingekuwa hawamjui wangemsadiki vipi? Wasingemsadiki kabisa kama hawamjui. Walau kana bighairi lughatihim fakaifa yafahamuna kalamahu, lau angekuwa mtume si katika lugha yao, vipi wangefahamu maneno yake? Wasingemfahamu pia. Lakini wameletewa mtume kutokana na nafsi zao, ili wamuelewe, ili wamsadiki, wamwamini. Azizun alayhi ma anittum, Allah subhanahu wa ta'ala akimsifia mtume wake, qala azizun alayhi ma anittum, ni uzito kwenu, ni uzito kwake kupata tabu kwenu. Nyinyi mkipata tabu, yeye kwake anaona uzito mtume. Faqawluhu azizun yani shaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam, ni uzito kwake. Ma anittum yani ma yashukku alaykum, ni uzito kwake jambo ambalo nyinyi kwenu ni zito, kwake yeye anaona uzito sana. Qala an'anatu maanahu at-ta'bu wal mashaqqa, anat maana yake ni tabu na uzito. War-rasulu sallallahu alaihi wasallam yashukku alayhi ma yashukku ala ummatihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa uzito juu yake lile jambo ambalo ni uzito kwa ummati wake. Wakana la yuridu laha almashaqqa, Mtume ilikuwa hautaki umati wake uzito. Wa inna ma yuridu laha alyusra wasuhula, isipokuwa alikuwa akiutakia umati wake wepesi. Walidhalika jaat shari'atuhu sallallahu alaihi wasallam sahlatan samha, na ndio maana imekuja sheria yake sallallahu alaihi wasallam ni sheria nyepesi. Qala sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bil hanifiyati samha, nimetumilizwa kwa Uislamu mwepesi.
bu'ithtu bil hanifiyati samha, nimetumilizwa kwa Uislamu mwepesi, hakuna uzito katika Uislamu. Qala ta'ala wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah hajajalia uzito wote juu yenu katika dini hii. Wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah hajakujalieni uzito wote katika dini hii. Hakuna jambo ambalo Waislamu hawaliwezi, wamehekiwa jambo ambalo haiwezekani kulifanya, hakuna jambo hilo. Waqala ta'ala ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, hataki Allah kukujalieni uzito katika dini hii. Fashari'atuhu sallallahu alayhi wasallam sahlatun tatamasha ma'a qudrati nnas, sheria yake Mtume sallam ni nyepesi inayokwenda pamoja na uwezo wa watu, wastita'ati almukallafin, na uwezo wa wale wenye kukalifishwa. Wala tuhammiluhum ma la yutiqun, hawabebeshi mambo ambayo hawayawezi. Wala tuhammiluhum ma la yutiqun, Mtume sallam hawabebeshi umati wake jambo ambalo hawaliwezi. Kwa kila jambo lililowekwa ni jambo ambalo watu wanaliweza. Kila ibada iliyowekwa watu wanaiweza ibada hiyo. Walihadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum at-taysir, kwa hiyo alikuwa Mtume sallam akiwapendea wepesi umati wake. Wama khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma, Mtume hajakhiarishwa baina ya mambo mawili isipokuwa kuhitari lile jepesi lao, muda wa kwamba si dhambi. Mtume akikhiarishwa mambo mawili anachagua lile ambalo ni sahali sana, jepesi sana, ma lam yakun ithman, muda wa kuwa jambo hilo sio dhambi. Ndio maana katika hadithi zake Mtume sallam, katika maneno yake, yassiru bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tuassiru. Bashiru wala tunaffiru, pelekeni furaha kwa wenzenu Waislamu, msiwachukize. Wa yassiru wala tuassiru, sahilisheni, msifanye uzito. Pia katika maneno yake Mtume sallam, inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, dini nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, hakuna yoyote anayeshindana na dini isipokuwa dini itamshinda, lakini dini ni nyepesi. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وكان يحب أن يأتي بالعمل ويتركه شفقة بأمته. Tumelikuwa akipenda kufanya amal na anaiwacha kwa kuogopea umati wake. Yatrukul amal, anawacha amal, kufanya kitendo hicho na amali hiyo kwa kuogopea umati wake, kuwatia uzito umati wake. Kwa kuogopea kuwatia uzito umati wake anawacha amali hiyo ya kuwalazimisha umati wake, kama katika hadithi ile ya siwak, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah ma'a kulli wudu, au kama qala sallam, lau sikuwaonea uzito umati wangu ningewaamrisha kupiga mswaki kila wakati kutawadha pamoja na kila sala, ingekuwa ni lazima. Lakini kwa ajili ya kuwatilia wepesi umati wake hakulifanya jambo la mswaki ni lazima, ni sunna ila yaumil qiyama. Mambo mengi, qiyamul layl hakuifanya ni wajib, hakuilazimisha Allah, hakuilazimisha qiyamul layl, tungeshindwa. Ndio Mtume sallam katika salatu tarawih alisali siku 3 au 4 kama ilivyokuja katika Bukhari, halafu hakutoka tena kuwasalisha masahaba mpaka asubuhi yake. Masahaba wamuuliza Mtume, vipi, tulikuwa msikitini tumejaa tukusubiri. Mtume akasemaje? Akaambia, hapana, naogopea kuwatia uzito nyinyi, nikiisali kila siku hii itakuwa ni lazima na hawataweza baadhi ya Waislamu.
ikabaki tarawih qiyamul layl ni sunna ila yaumil qiyama. Mambo mengi. قال وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل ألا يشق على أمته. Mtume anapenda kuwafanyia katika amali njema kwa ajili asiwatie uzito ummati wake. Hadhihi min sifatihi, hii ni katika sifa zake. Katika mambo ambayo Mtume aliyafanya mepesi ni salatul isha. Salatul isha sunna yake ni kusaliwa saa 4:30 saa 5, lakini kwa ajili ya kuwasailishia umati wake ni kuanzia isha inaanzia baada ya tu saa 2 kasorobo saa 1:30, watu wanasali mapema na kwenda zao. Ilikuwa ni kama wakati ule Mtume anawasalisha masahaba, wengine wanasinzia, unaelewa, kwa kuwasailishia umati wake. Ikawa sio kwamba ni lazima kusali saa 4, lakini wakati wake muafaka ni saa 4:30 saa 5, ndio wakati wa isha. Kwa hiyo mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala ametusahilishia kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya uzito, kuwaondolea uzito ummati wake. Qala hadhihi min sifatihi annahu yashukku alayhi ma yashukku ala ummatihi. Hii ni katika sifa za mtume sallam, kwamba ni uzito juu yake jambo ambalo ni uzito kwa ummati wake. Wayasurru bisururiha, anafurahika kwa kufarahika ummati wake. Wayafrahu bifarahiha, anafurahika kwa kufurahika ummati wake. Waman kanat hadhihi sifatuhu fala shakka annahu la yati illa bilkhairi warahmati sallallahu alaihi wasallam, ambaye hizi ndio sifa zake, hakuna shaka kwamba la yati illa bilkhairi warahma, haleti isipokuwa khairi na rahma sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Harisun alaykum ay ala hidayatikum, ni mwenye pupa juu ya hidayah yenu. Wa ikhrajikum min adh-dhulumati ila an-nur, pia anapupa kuwatoa nyinyi katika giza la ujinga kuwapeleka katika nuru ya ilmu, kuwatoa katika giza la bid'a kuwapeleka katika nuru ya sunna. Walidhalika kana yatahammalu almashaqqa fi da'wati an-nas talaban lihidayatihim. Kwa hiyo Mtume sallallahu alikuwa akibeba mambo mazito katika kuwalingania watu kwa ajili ya kutaka hidayah yao. Wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur, na kwa ajili ya kutaka kuwatoa katika giza kuwapeleka katika mwangaza. Hatta qala ta'ala la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, pengine wewe unaiangamiza nafsi yako kutaka kuwa hawa wasiwe makafiri wawe waumini. Pengine unaiangamiza nafsi yako kwa kuhuzunika, kwa nini hawa hawawi waumini. Ay la'allaka muhlikun nafsaka alla yakunu mu'minin, pengine wewe unaiangamiza nafsi yako kutokuwa hawa ni waumini. Min ajli alhuzni alayhim, kwa ajili ya kuwahuzunikia hawa. Fala tahzan alayhim, usiwahuzunikie. Wa hadha min kamali nushihi sallallahu alayhi wasallam, hii ni katika ukamilifu wa nasaha zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale watu wa Taif, Mtume sallam alipokwenda kuwapa da'wa watu wa Taif, si walimkataa wakampiga mawe, bali akumkadhibisha wakampiga na mawe. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, je, wasemaje nikuletea wewe malakul jibal awaangamize hawa? Mtume akamwambia hapana, pengine hawa watakuja kusilimu wa muabudu Allah, usiwaangamize. Huruma ya Mtume sallam, makafiri hao baada ya kumpiga mawe na nini, amwambia hapana, usiwaangamize, pengine patatoka watu hapa watakuja kuamini ya Allah, usiwaangamize. Huruma za Mtume sallam. Baada ya ufunguzi wa Makka, Mtume sallam baada ya kufungua mji wa Makka akawa sasa ni milki yake Makka, wakatekwa wale makafiri wote wakakusanywa pale. Je, mwasemaje nyinyi? Mwaona nitawafanya nini nyinyi? Anauliza makafiri.
sisi tukuona wewe mna huruma sana, utatuachilia. Akamwambia idhabu antum tulaqa, nendeni zenuni. Huruma za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni rauf, mpole sana, mwenye huruma sana. Raufu min arrafa wa hiya arifqu wal lutfu, upole. Rahimun wasafahu birrahma, Allah amemsifu kwa huruma. Falaysa bighalidhin, si mkali Allah, si mgumu. Qala ta'ala fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya huruma kutoka kwa Allah umekuwa laini kwao. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik, ungekuwa wewe ni mkali, ni mgumu wa moyo, wangekuondokea hao makafiri. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik fa'fu anhum wasfah. Kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhian, alikuwa Mtume sallam ni mnyenyekevu. Layyinan ma'al mu'minin, ni laini pamoja na waumini. Yakhfidhu lahum janahahu, anawainamishia ubawa wake. Wayastakbiluhum bilbishri, anawakabili kwa furaha. Walmahabba, na mapenzi. Waladfi, na upole. Walihsan, na ihsan. Hadha min sifatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni katika sifa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhakara Allahu 5 sifatin fi hadha ar-rasul sallallahu. Allah ametaja sifa 5 za mtume huyu sallallahu alayhi wasallam. Al-ula annahu minkum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifa ya kwanza ni kwamba mtume huyu ni kutokana na nyinyi. Athania, sifa ya pili, azizun alayhi ma anittum, ni uzito kwake mnavyopata tabu nyinyi. Athalitha, sifa ya tatu, harisun alaykum, ni mwenye pupa kwenu nyinyi, ni mwenye pupa kupata hidayah kwenu. Arabia, bil mu'minina rauf, kwa Waislamu na waumini ni rauf, ni mpole sana. Alkhamisa, rahim, ni mwenye huruma sana. Sifa 5 hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika aya hii, na sifa nyingine amezitaja katika sura nyingine. Si sifa 5 peke yake za mtume, bali sifa nyingine amezitaja katika aya nyingine. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Sifa za Mtume sallam alivyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala 5 sifatin min sifati hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni sifa 5 katika sifa za mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa al-mu'minina birra'fati war-rahma, amewahusu waumini kwa huruma, kwa upole na huruma. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidhan ala al-mushrikin wal-mu'anidin, sababu Mtume sallam alikuwa ni mkali kwa washirikina na wale wenye inadi. Kwa hii rafa na rahma ni kwa waumini, sio kwa makafiri na mushrikini. Liannahu sallam kana ghalidhan ala almushrikin walmuanidin, Mtume alikuwa ni mkali kwa washirikina na muanidin, wenye inadi. Wenye inadi ni Waislamu wenye inadi hao, mnaelewa? Waislamu wana inadi, kuna Waislamu wengine wana inadi, yatakiwa pia ukali, mnaelewa? Mubtadi ana hizbiyun watakiwa wafanyie ukali hawa, si kubembelezwa tena. Kubembelezwa nini hawa? Idhan yaghdhabu li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala, mtume anaghadhibika kwa ajili ya ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ewe mtume, pigana jihadi na makafiri na wanafiki na wafanyie ukali. Waghludh alayhim, wafanyie ukali. Wa ma'wahum jahannam, marejeo yao hao ni jahannam. Wa bi'sal masir, na jahannam ni mbaya sana marejeo yake. Qala Sheikh hafidhahullah, ar-rahma war-ra'fa khassatun bil mu'minin. Huu upole, huruma na upole, hii inawahusu waumini. Mtume alikuwa ni mwenye huruma, ni mpole kwa waumini, sio kwa wanafiki na mushrikini na kufara.
wa hakadha almu'minun ba'dhum ma'a ba'd, na hivi hivi waumini baadhi yao kwa baadhi nyingine wanatakiwa wahurumiane. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye as-sahaba, na wale walio pamoja naye ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri. Ruhama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Hadhi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, hizi ni sifa zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال شيخ الإسلام: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. معنى tumeeleza dalili ya shahada. Dalili ya shahadati anna Muhammadar Rasulullah ni aya hii ya mwisho ya suratu at-Tauba: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hii ni dalili ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Sasa anaelezea Sheikhul Islam maana shahadati anna Muhammadar Rasulullah, maana ya kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Nini maana ya kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah? Maana yake ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara. Hii ndiyo maana ya kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Ta'atuhu fima amar, ni kumtii mtume katika aliloamrisha. Kila aliloamrisha ni kumtii na kutekeleza amri zake. Ta'atuhu fima amar, ni kumtii mtume katika aliloamrisha. Wa tasdiquhu fima akhbar, na kumsadiki mtume katika aliyoelezea. Kila habari aliyoelezea mtume kuisadiki na kuiamini. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, na kujiepusha na kila jambo alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, na kujiepusha na kujiweka mbali na kila jambo alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'bada Allahu illa bima shara, na kutoabudiwa Allah isipokuwa kwa ibada alizoweka mwenyewe. Hii ndiyo madhumuni na ndiyo maana ya kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله akifasiri maana hii ya shahadati anna Muhammadar Rasulullah, qala shahadatu anna Muhammadar Rasulullah laha ma'nan wa muqtada. Shahada hii, kukiri huku kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, kuna maana yake na kuna muqtada, madhumuni yake. Kuna maana na kuna muqtada, madhumuni. Laysat lafdhan yuqalu faqat, si matamko yanayotamkwa peke yake. Laysat lafdhan yuqalu faqat, si matamshi yanayosemwa peke yake. Famaanaha an ta'tarifa bilisanik wa biqalbik annahu rasulullah, maana yake ni kukiri kwa ulimi wako na pia kukiri kwa moyo wako kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Tantiqu bilisanik, utamke kwa ulimi wako. Wa ta'taqida dhalika biqalbika, na uitakidi hilo kwa moyo wako. Annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال حفظه الله: أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين. أما kutamka kwa ulimi na kukanusha moyoni, hii ni njia ya wanafiki. Wanafiki walikuwa kitamka shahada mbili, lakini nyoyo zao ni makafiri, wanapinga shahada hizo. Kwa kama alivyosema hapa juu, an ta'tarifa bilisanik wa biqalbika annahu rasulullah,
ukiri kwa ulimi wako kwa kutamka, na pia ukiri kwa moyo wako kwamba huyu ni mtume wa Allah. Tantiqa bilisanik wa ta'taqida dhalika biqalbika, utamke kwa ulimi wako na pia uitakidi hilo kwa moyo wako, annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Amma at-talaffuz bil lisan wal inkaru bil qalbi fahadhihi tariqatul munafiqin, ama kutamka tu kwa ulimi na kupinga moyoni, hii ndiyo njia ya wanafiki. Kama akhbarana Allahu anhum biqawlihi, kama Allah alivyoelezea wanafiki aliposema idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah anawaambia mtume wake, wanafiki wakikujia wanasema tunakiri kwamba wewe ni mtume wa Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, na Allah anajua kwamba wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba wanafiki ni warongo, sio wa kweli. Ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah, wamefanya vile viapo vyao ndiyo stara yao, ndiyo ngao yao. Ittakhadhu aymanahum junna, wamefanya viapo vyao kwamba ndiyo ngao yao, ndiyo stara yao. Wanaapa kwamba wao ni waumini, kwamba wanamwamini mtume, lakini ni warongo, nyoyo zao ni kama ni makafiri. Ay ja'alu aymanahum ay shahadatihim sutratan yastatiruna biha, wamefanya viapo vyao, shahada yao hiyo, nashhadu innaka la rasulullah, wamefanya shahada hiyo ni stara yao, wanajistiria waonekane kwamba ni waislamu. Fasaddu an sabilillah, wakazuia njia ya Allah. Fadalla ala anna an-nutqa bil lisani la yakfi. Hii aya inafahamisha kuwa kutamka kwa ulimi haitoshi, lazima mtu aitakidi moyoni mwake kwamba huu ni mtume wa Allah wa mwisho. Haitoshi kutamka peke yake. Kwa kafiri anaposilimu lazima afundishwe haya yote, sio kutamka peke yake, lazima aambiwe haya mambo yawe na moyoni pia, unayeitakidi moyoni mwako, sio kutamka peke yake. قال الشيخ حفظه الله وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا لا يكفي. vile vile itikadi ya moyoni pamoja na kutotamka kwa ulimi kwa anayeweza kutamka, hii pia haitoshi. Haitoshi kuitakidi moyoni kwa mtu anayetamka, hatamki, anayetakidi moyoni tu, lazima atamke. وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا لا يكفي. vile vile itikadi ya moyoni pamoja na kutotamka kwa ulimi kwa anayeweza kutamka, pia hiyo haitoshi. Itikadi ya moyoni, kama hawezi kutamka ni bubu, sawa, ataitakidi moyoni tu kwa sababu hawezi kutamka. Lakini mtu anaweza kutamka, lazima atamke shahada mbili pamoja na kuitakidi moyoni. قال فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله, washirikina wanajua kwamba huu ni mtume wa Allah, lakinnahum yuanidun, lakini wanafanya inadi. Kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, tunajua kwamba yanakuhuzunisha hayo wanaokuambia. Allah anamwambia mtume wake qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, tunajua kuwa yanakuhuzunisha mambo wanaokuambia kwamba wewe ni mrongo, wewe ni majnun, wewe ni sahir. Fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, wao hakukadhibishi wewe, lakini madhalimu hao wanazikanusha aya za Allah. Si kama wanakukadhibisha wewe tu peke yake, lakini aya za Allah pia wanazikadhibisha. Fahum biqulubihim ya'tarifuna birrisala, washirikina hawa wanakiri kwa nyoyo zao, wanakiri ujumbe wa Mtume wa sallam. Wayarifuna annahu rasulullah, wanajua kwamba huu ni mtume wa Allah. Lakin mana'ahumul kibru, lakini kibri kimewazuia. Wa mana'ahumul inadu,
pia inadi imewazuia min al-iqrari bi risalatihi, kukiri ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kibri chao na ni inadi yao. Kadha wa kadhalika manahumul hasadu, vile vile hasadi pia imewazuia hawa washirikina. Hasadi pia imewazuia kutomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inda al-yahud, kama ilivyo kwa Mayahudi, wa inda mushriki al-arab, na kwa washirikina wa Waarabu. Wakana Abu Jahl Amr ibn Hisham ya'tarifu, alikuwa Abu Jahl adui mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na adui mkubwa wa Uislamu, Abu Jahl. Wakana Abu Jahl Amr ibn Hisham ya'tarifu wa yaqulu kunna nahnu wa banu Hashim mutasawina fi kulli al-umur. Anasema Abu Jahl, sisi tulikuwa na banu Hashim tuko sawa katika mambo yote, tulikuwa sawa katika mambo yote sisi na hawa banu Hashim. Lakinnahum qalu, lakini wao walisema, minna rasulun wa laysa minkum rasulun, lakini wao walisema sisi tuna rasul, nyinyi hamna rasul. Min aina, yaqulu Abu Jahl, min aina nati bi rasul, tutamtoa wapi huyu rasul sisi? Falidhalika ankaru risalatahu, kwa ajili hiyo wakapinga ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hasadan li bani Hashim, kwa ajili ya kuwahusudu banu Hashim, sababu waliwaambia minna rasulun wa laysa minkum rasul. Kwa hiyo hasadi pia imewafanya wasimwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawa Makuraish. ويقول أبو طالب في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Abu Talib ami yake Mtume sallam anamwambia, mimi ninajua, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad, mimi najua kuwa dini ya Muhammad min khairi adyani albariyati dina, ni katika bora za dini za watu wote, bora ya dini zote ni dini hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula almalama, lau sikulaumiwa na Makuraish, au hadhari masabba, au kuogopa kutukana na Makuraish, la wajadtani samhan bidhaka mubina, ungenipata mimi ni mepesi, ni laini kwa dini hiyo, hali ya kuwa niko wazi kuifuata. Unaelewa? Kwa Makuraish wanajua. Idhan yahtarifu biqalbihi birisalati Muhammad. Abu Talib alikiri, anakiri kwa moyo wake utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin mana'atuhu alhimya aljahiliya liqaumihi, lakini kilimzuia kibri cha kijahilia kwa jamaa zake. Falam yakfur bidini Abdul Muttalib alladhi huwa ibadatu al-asnam, hakukufuru dini ya Abdul Muttalib ambayo ni kuabudu masanamu. Fahum ya'tarifuna binubuwatihi biqulubihim, wao wanakiri utume wake kwa nyoyo zao. Makuraish wanakiri kwa nyoyo zao, katika nyoyo zao wanakiri utume wa Muhammad sallam, lakini fala yakfi li'tirafu bilqalbi, haitoshi kukiri kwa moyo annahu rasulullah, bal la budda an yantiqa bilisanihi, lazima mtu atamke kwa ulimi wake kwamba huu ni mtume wa Allah, pamoja na kukiri moyoni. Lakini kukiri moyoni peke yake hakutoshi. Kwa mambo haya mawili lazima yawe sambamba, kukiri moyoni na kutamka kwa ulimi. Kutamka peke yake hakutoshi bila kukiri moyoni, na kukiri moyoni hakutoshi bila kutamka kwa anayeweza kutamka. Mnaelewa? قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب بل لا بد من أمر ثالث. pia haitoshi kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo, bali lazima jambo la tatu, wa huwa litibaa, nalo ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la tatu. ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب بل لا بد من أمر ثالث.
Kisha haitoshi kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo, bali lazima. Jambo la tatu, wa huwa littiba, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, wale waliomwamini wakamuadhimisha na kumuheshimu, wanasaruhu na kumnusuru, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, wakafuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. يقول حتى لو نصره مثل أبي طالب وحمى دونه وهو يعرف أنه رسول الله لكن لم يتبعه. hata lau alimnusuru mtume mfano wa Abu Talib, alimnusuru mtume wa hamadunahu, akamuhami makuraishi wasimdhuru, wa huwa yaarifu annahu rasulullah, na huku yeye anajua kwamba huyu ni mtume wa Allah wa haki, lakin lam yattabi'uhu, lakini Abu Talib hajamfuata mtume, fa innahu laysa bimu'minin hatta yattabi'ahu, fa innahu laysa bimuslim hatta yattabi'ahu, mtu hayu muislamu mpaka amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال الشيخ ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله ni kumtii katika yote aliyoyaamrisha na kumsadiki katika yote aliyoyaelezea na kujiepusha na kila alilolikataza na kutoabudiwa Allah isipokuwa kwa ibada alizoziweka yeye. Idhan fala budda min al-i'tiraf bi risalatihi dhahiran wa batinan wa i'tiqadan, lazima kukiri utume wake sallallahu alaihi wasallam kwa dhahir na kwa ndani na kwa kuitakidi. Wala budda min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, na ni lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال الشيخ حفظه الله ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات, kufupishwa hayo kwa haya matamshi manne التي ذكرها الشيخ رحمه الله, aliyotaja الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأولى طاعته فيما أمر, kalima la kwanza ni kumtii mtume katika kila aliloamrisha. يقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا, anayemtii mtume ndio amemtii Allah. من يطع الرسول فقد أطاع الله, anayemtii mtume ndio amemtii Allah, na anayemwasi mtume ndio amemwasi Allah. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم katika hadithi sahih, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi isipokuwa anayekataa. qalu ya rasulullah wa man yaba, masahaba wanamuuliza mtume, nani atakayekataa kuingia peponi? qala sallallahu alayhi wasallam man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayenitii mimi ataingia peponi, atakayeniasi ndio amekataa mwenyewe kuingia peponi. man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayeniasi amekataa mwenyewe kuingia peponi, huyo anaingia motoni. idhan man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, anayemtii mtume ndio amemtii Allah. Na aya za taa hizi ni nyingi katika Qur'ani, aya ambazo waislamu wanaamrishwa wamtii mtume ziko nyingi katika Qur'ani, hii ni moja tu. ويقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, hatukumtumiliza mtume yoyote isipokuwa atiiwe kwa amri ya Allah na idhni ya Allah. wama arsalna min rasul illa liyutaa biidhnillah, hatukumtumiliza mtume yoyote isipokuwa atiiwe kwa idhni ya Allah.
فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. Allah amekutanisha taa ya mtume pamoja na taa yake. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa qarana ma'siyata ar-rasuli ma'a ma'siyatihi. Allah amekutanisha maasi ya mtume pamoja na maasi yake. Ukimwasi mtume ndio umemwasi Allah. Qala ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Anayemwasi Allah na mtume wake huyo ana moto wa jahannam, wao wana moto wa jahannam hali ya kukaa milele humo. Waqala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume ndipo mtapata hidayah. Waqala ta'ala wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun, mtiini mtume ili mpate kurehemiwa. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah fala budda min ta'atihi sallallahu alayhi wasallam, ni lazima kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala falladhi yashhadu annahu rasulullah talzamuhu ta'atuhu fima amar, anayeshuhudia na kukiri kwamba huyu ni mtume wa Allah, talzamuhu ta'atuhu, itamlazimu kumtii fima amara, katika aliyoamrisha. Mtu anayekiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah inamlazimu kumtii mtume huyu fima amara, katika yote aliyoamrisha. Liqaulihi ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye, wama nahakum anhu fantahu, na alilokatazeni nalo komeni msilifanye, liwacheni. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye, wama nahakum anhu fantahu, alilokatazeni nalo liwacheni msilifanye. Lakini watu wanafanya bilaks. Mambo aliyokataza mtume yanafanywa, si ndio? Mambo aliyokataza mtume mengi yanafanywa. Mtume akataza bid'a, watu wanafanya bid'a. Mtume anakataza msijengee makaburi, masufi wanajengea makaburi, msiandike katika makaburi, watu wanaandika. Aina ta'atu rasul? Iko wapi kumtii mtume? Iko wapi? Kisha hawa wanadai wanampenda mtume. Hawa wanaofanya makatazo ya mtume wanadai ndio wanaompenda sana mtume. Kupenda kwa vipi huko? Mapenzi ya vipi hayo? Mapenzi ya vipi hayo? Mtume akataza jambo nyinyi mwalifanya, halafu nyinyi ndio mnampenda mtume vipi? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha qiyasun في الأمور بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته, ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, mpenzi anamtii mpenzi wake, si ndio? Wewe mpenzi wako anataka aslim, ndio kumnulia muogo wa kuchoma, ndio wampenda hivyo? Muogo wa kuchoma, nakwambia ataka aslim, si utakwenda mbio? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kwa warongo, masufi warongo hawana mahaba. Wa qawluhu ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adhabun alim. Allah anasema na watahadhari wale wanaokhalif amri yake, adhamiri yaudu ila rasul, na watahadhari wanaokhalif amri ya mtume isije ikawapata fitna au isije ikawapata adhabu inayoumiza. Qala an amrihi ay an amri rasuli, watahadhari wanaokhalif amri ya mtume isije ikawapata fitna au yusibahum adhabun alim, au ikawapata adhabu inayoumiza. Imam Ahmad akifasiri fitna asema imma shirk au al-kufr, ima ushirikina au kafiri, ndio fitna itakaowapata wanaokhalif amri ya mtume. Idhan ta'atuhu fima amara, kalima la kwanza
طاعته فيما أمر. الثانية تصديقه فيما أخبر، kumsadiki mtume katika yote aliyoyaelezea. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة. mtume صلى الله عليه وسلم ameelezea mambo mengi yaliyofichwa. akhbara anillah, ameelezea kutokana na Allah. Tumeelezea badul khalqi, mwanzo wa kuumba viumbe. Tumeelezea ahwali yaumil qiyama, mambo ya siri ameelezewa na Allah akawaelezea umati wake. Wa anil malaika, mtume ameelezea malaika. Wa akhbara an umurin haiba, mtume ameelezea mambo yenye kujificha. Wa akhbara an umurin mustaqbala, mtume pia ameelezea mambo yajayo. Min qiyami saa, kusimama kiyama. Wa ashrati saa, ameelezea alama za kiyama. Wal janna, na pepo. Wan nar, na moto. Wa akhbara an umurin madhiya an ahwali al-umami sabiqa, pia mtume ameelezea mambo yaliyopita kuhusu hali za umma zilizopita. Fala budda min tasdiqihi fima akhbar, lazima kumsadiki mtume katika yote hayo aliyoelezea. Liannahu sidqun la kadhiba fihi, sababu huo ni ukweli, hakuna urongo ndani yake. Qala ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume hatamki kwa hawa za nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, hakuwa anaotamka isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. idhan ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la yatakallamu bihadhihi al-akhbar au hadhihi al-awamir wan-nawahi, la yatakallamu bishay'in min indihi alayhi salatu wassalam. mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi habari hizi au amri hizi au makatazo haya, hasemi lolote katika hayo kutokana na yeye sallallahu alaihi wasallam. Inma yatakallamu biwahyin min Allah azza wa jalla, isipokuwa mtume anazungumza kwa wahyi kutoka kwa Allah azza wa jalla. Fa akhbaruhu sidq, habari zake zote ni ukweli. Wa man lam yusaddiqhu fima akhbara bihi falaysa bimu'min, asiyemsadiki mtume katika aliyoelezea, huyu si mu'min. Wala sadiqin fi shahadatihi, wala si mkweli katika shahada yake, kukiri kwake annahu rasulullah, si mkweli huyo katika fi shahadatihi annahu rasulullah, si mkweli. Kaifa yashhadu annahu rasulullah wa yukadhibuhu fi akhbarihi, vipi atakiri kwamba huyu ni mtume wa Allah halafu anamkadhibisha katika habari zake alizozielezea? Kaifa yashhadu annahu rasulullah wala yuti'u amrahu, vipi anakiri kwamba huu ni rasulullah na hatii amri zake? Athalitha, kalima la tatu, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. maana shahadati anna muhammadan rasulullah wa muqtada hadhihi ash-shahada ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. tu katika la tatu, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kujiepusha na kila jambo alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. qala Sheikh ijtanib ma nahaka anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, jiepushe na jambo alilokukataza nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin kathira, mtume amekataza maneno mengi, vitendo vingi, sifa nyingi. Wala yanha sallallahu alaihi wasallam illa an shay'in fihi dararun wa fihi shar, hakatazi mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa jambo ambalo lina madhara na lina shari. Kila analokataza mtume lina madhara na shari. Wala ya'muru illa bi shay'in fihi khairun wa fihi birrun, na haamrishi jambo lolote isipokuwa jambo ambalo lina khairi na lina wema. Fa idha lam yajtanib al-'abdu ma naha anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yakun shahidan lahu birrisala, asipojiepusha mtu na jambo analolikataza mtume sallallahu alayhi wasallam, hajakuwa ni mwenye kukiri ujumbe wake. Fa idha lam yajtanib al-'abdu ma naha anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam
lam yakun shahidan lahu birrisala bal sara mutanaqidha, bali anakuwa ni mwenye kujigonga gonga. Mnielewa? Mtume anakataza jambo, yeye analifanya, bado huyu hajakiri utume wa Mtume sallam, bado hajakiri, bali anakuwa amejigonga gonga, huku anaamini mengine, huku mengine anayakadhibisha. Hadha mutanaqid. Kaifa yashhadu annahu rasulullah wala yajtanibu ma naha anhu ar-rasul sallam? Vipi anakiri kwamba huyu ni mtume wa Allah na hajiepushi na mambo aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ta'ala yaqul wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteni mtume likamateni mlifanye, alilokatazeni nalo liwacheni. Hii aya hii masufi waisoma au wakifika hapa wanaruka aya hii, sijui ni vipi ya watu ajabu watu wao watu hani au watu wa ajabu. Allah anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, na mtume anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Huu ni wahi au si wahi? Si ni wahi kutoka kwa Allah. Sasa masufi wasema nini wao? Tunafahamu hawaelewi masufi. Mimi naona bado ni wajinga wa masufi, naweza kusema hivyo. Qala sallallahu alaihi wasallam idha nahaitukum an shay'in fajtanibu, nikikukatazeni jambo jiepusheni nalo. Idha nahaitukum an shay'in fajtanibu, ninapokukatazeni jambo jiepusheni nalo. Wa idha amartukum bi amrin, nikikuamrisheni amri yoyote, fa'tu minhu mastata'tum, ifanyeni kiasi mnachoweza. Amri ifanyeni kiasi mnachoweza. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Kama mtu hawezi kuswali kwa kusimama, aswali kukaa. Kama hawezi kuswali kukaa, aswali kwa kujilaza. Hakadha ndio fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Lakini makatazo hakuna mtu hawezi au aweza, lazima kuacha. Unaelewa? Makatazo ni lazima kuacha jambo lililokatazwa. Hakuna kwamba mimi siwezi mimi kuacha zina, la. Wama nahaitukum anhu idha nahaitukum anhu an shay'in fajtanibu. Kwa makatazo ni lazima kuacha, lakini amri fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, fanyeni kiasi mnachoweza. Qala Sheikh fala budda min ijtinabi ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam, lazima kujiepusha na jambo alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min ijtinabi ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam, lazima kujiepusha na alilolikataza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.